Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Alikiba siku ya leo ameamua kuzungumza kuhusiana na nini ambacho walizungumza zaidi na msanii Aslay. Na ukiangalia Aslay alikuwa anapitia kipindi kigumu, na tuliweza kuona ile situation yake ambayo ilitokea kule nchini Kongo. Kuna mambo mengi sana Aslay alipitia, lakini Aslay aliweza kupata msaada kutoka kwa King Kiba. Msanii Alikiba alimwomba Aslay njoo katika media za Crown ili mradi tuzungumze. Yeye kama msanii mwenzake ilimgusa na ilimuumiza. Wasanii wengi waliguswa na hicho kitu, na tukaona wakina Mbosokani na wao pia waliamua kumsaidia msanii Aslay kwa sababu Aslay alikuwa anapitia kipindi kigumu sana. Ukiangalia mpaka msanii afikia hatua anafanya show za chaka tu chaka, inamaanisha huyo msanii mpaka hapo alipo haelewi wapi pa kuanzia. Sasa Alikiba alitamani sana kusogea karibu na Aslay, kuzungumza naye ili mradi kujua tatizo liko wapi, ili mradi kuelewa wapi anaweza kuanza kumsaidia. Tuliweza kuona msanii Aslay alifunguka mazito na kudai kwamba Alikiba ameweza kumpa ofa kubwa sana. Amemwambia anaweza akarekodi katika ile studio yake ya King Music bure kabisa, na malipo yote atayafanya msanii Alikiba. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba Alikiba amemwambia unaruhusiwa kurekodi muda wowote mpaka wewe mwenyewe utakapochoka utasema hapa kweli tayari nimeweza kusimama na siwezi tena kumtegemea msanii Alikiba na kuamua kuendelea na maisha yako mengine. Na siku ya leo Alikiba ameweza kuzungumza kitu gani ambacho kimemvutia kwa Aslay mpaka ameamua kumsaidia msanii Aslay. Sio jambo tu la kawaida. Alikiba ni mtu ambaye anaangalia vitu vingi sana, ni msanii smart, ni msanii ambaye hapendi ujinga, ni msanii ambaye anapenda dini, jambo kama hilo. Sasa Alikiba ameweza kuzungumza na kudai kwamba kitu cha pekee ambacho amekiona kwa msanii Aslay ni heshima. Anakuambia Aslay ni msanii ambaye ana heshima sana. Ukimpigia simu lazima anakusalimia shikamo brother, jambo ambalo kwa wasanii wengine wadogo ambao tayari wameshakuwa wasanii, ukiwapigia simu wanakupa salamu za kishikaji, ni aje nini, mambo kama hayo. Lakini Aslay yeye anaweka ile heshima kwamba at least ni kuheshimu kwa hivi, sawa wewe ni msanii mwenzangu lakini umenizidi umri. Kwa ile heshima ambayo Aslay amekuwa akionyesha imekuwa kimvutia sana msanii Alikiba. Alikiba anakuambia mara nyingi sana huwa wanakutana na wasanii mbalimbali katika matamasha, katika maeneo mbalimbali, lakini Aslay ni lazima tu akimwona Alikiba lazima atasimama na kwenda kumsalimia kwa adabu na heshima. Ndicho kitu ambacho kilimvutia sana kwa msanii Aslay na kilimuumiza baada tu ya kuona Aslay amepotea kimziki, alafu ni kijana smart, ni kijana mpole, mstaarabu, ana heshima. Sasa akaamua amsaidie kwa sababu alijua tu endapo Aslay amepitia magumu kama haya na mimi nimeyaona, nisipomsaidia huenda nikawa sina uungwana wala sina ule moyo mzuri. Nikaamua kumsaidia ili mradi tu na yeye pia aweze kupata mwanga katika sanaa yake ya muziki. Sanaa ya muziki inahitaji support, sanaa ya muziki inahitaji management, sanaa ya muziki inahitaji mashabiki. Sasa Aslay kitu ambacho alikikosa ni management na support, na msanii Alikiba ameahidi kumpatia support msanii Aslay kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili mradi tu kuangalia wapi ambapo atafika, na anadai kwamba yeye furaha yake kubwa ni kumuona Aslay anaweza kupaa mbali zaidi na kufika sehemu ambayo yeye yupo au zaidi hata ya Alikiba alipo yeye ajali. Kikubwa ni Aslay aweze kufanikiwa na kuinuka tena, na mashabiki zake anaamini wamemmisi kwa asilimia kubwa sana, na Aslay akiachia ngoma bana itakuwa ni vibe la maana sana. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania.